Iran imempa onyo mkuu wa IAEA huku ikisema vitisho vilivyofeli havitaweza kufanikiwa isipokuwa kushindwa kwa mara nyingine tena. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi, amemwonya mkuu wa shirika la nyuklia la Umoja wa Mataifa Rafael Grossi dhidi ya kutoa vitisho vilivyoshindwa dhidi ya Tehran, akisema matamshi kama hayo hayataleta matunda isipokuwa kushindwa kwa mara nyingine tena. Matamshi ya Araghchi siku ya Alhamisi yametolewa baada ya Grossi kuliambia gazeti la kila siku la Uswisi Le Temps kwamba licha ya mashambulizi ya Marekani mwezi Juni yaliyopiga vituo muhimu vya nyuklia vya Iran vya Fordo, Natanz na Isfahan, utaalamu wa kifundi wa nchi hiyo bado uko pale pale na haujaguswa, ameeleza bwana Rafael Grossi. Sijui kama ametoa kauli hiyo kutokana na wasiwasi au kama kitisho, amesema Araghchi, na kuongeza kuwa lakini wale wanaotoa vitisho hivyo lazima watambue kwamba kurudia tukio lililoshindwa hakutakuwa na matokeo yoyote chanya ila kushindwa kwingine, amesema Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran. Akizungumzia athari za mashambulizi ya Marekani kwenye vituo vya nyuklia vya Iran, Rafael Grossi amesema akiba ya urani iliyorutubishwa ya Iran, takribani zaidi ya kilo 400 iliyorutubishwa hadi 60% imebaki chini ya kiwango cha silaha za nyuklia na ndani ya kiwango cha matumizi ya amani. Grossi amesisitiza kwamba wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA unataka kuanza tena ukaguzi kamili nchini Iran, lakini ufuatiliaji wa sasa wa satellite unaendelea kuonyesha utulivu katika shughuli za nyuklia za nchi hiyo. Matamshi hayo yametolewa wakati Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imetangaza kumalizika muda wa azimio nambari 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo liliidhinisha makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 na kuweka vikwazo ambavyo Tehran inasema muda wake umemalizika. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uwe wa kwanza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.